Ni wazi kwamba CCM hawawezi tena kushindana na sisi. Nani anabisha hilo? Hakuna. Walimkamata mwenyekiti wetu, walitumia baadhi ya watu tuliokuwa nao kujaribu kupasua uongozi wetu, kwa sababu wao hawawezi tena kushindana na sisi. Sasa hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ya watu walioshindwa kufanya siasa. Ukweli ni kwamba tunaungwa mkono sana kuliko kipindi chochote, na nyie mnajua. Kwa kama alivyosema katibu mkuu, shughuli nyingine zote za kisiasa za chama chetu ziendelee. Wenye viti wa mikoa mlioko hapa, wenye viti wa kanda, viongozi wengine wote, msitumie rasilimali za chama. Lakini kama tunavyojua chama chetu siku zote watu wanajichangisha. Changieni chama kwa kupitia viongozi, fanyeni vikao, zibeni mapengo, andaeni chama vizuri, na shughuli no reforms no elections ziendelee kwenye vikao na mikutano huko chini, kwa sababu waliozuiliwa kwa sasa ni katibu mkuu na bodi ya wadhamini na kutumia mali za chama. Lakini sisi wengine pia tuta roll out ratiba yetu iendelee kama kawaida tulivyokuwa tunaendelea. Tunataka tukutane nao mtu kwa mtu, wasijifiche nyuma ya mahakama, wasijifiche nyuma ya polisi, wasijifiche nyuma ya jeshi. Waache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na vyombo vya mahakama vitutendee haki wote. Na tunamsihi Jaji Mwanga, hii dunia hivi vitu sio marudio, vimefanyika sana, lakini kwa kawaida haki inashinda, na they are pushing us too hard. Wanatusukuma sana ili waseme tunafanya contempt, ili waseme tunadharau mahakama. Lakini nataka niwaambie, dunia imetufundisha kwamba inapobidi utadharau na utashindwa kuheshimu kitu ambacho ni dhuluma. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Ilikuwa sheria halali kwa wakoloni. Kama watu wasinge defy hiyo sheria, ingekuwepo mpaka kipindi hiki. Ilikuwa ni sheria halali kwao. Wazungu wakati wa ubaguzi wa rangi makaburu wa Afrika Kusini walikuwa wanabagua watu kwa mujibu wa sheria, kwamba mtu mweusi sio binadamu. Wakatenga mpaka njia na shule kwamba hizi ni za watu weusi, hizi ni za watu weupe. Na ukivunja, ukienda kwenye shule ya watu weupe au barabara za watu weupe, wewe ni mweusi, umevunja sheria. Kilichofanyika ni nini? Wakina Mandela walidefy hizo sheria mbovu. Na sisi tukifanyiwa kitu ambacho sio halali, nataka niseme tutadefy ili tuandike historia kwamba tulikataa kuonewa katika misingi ambayo ni ya wazi na haki. Kwa hiyo kwa wanachama wetu, chama kiko imara sana, ndio maana wanatuogopa, na tumewazidi sana. Na wanachoandaa kama uchaguzi hakiwezi kufanyika bila sisi. Hakuna legitimacy kwenye huo uchaguzi. Haipo na dunia inajua. Sasa mpaka leo walisema chama kita split. Baraza kuu wameondoka watu 20. Baraza kuu lina watu 453, ni chini ya 0.something%. Mkutano mkuu wenye watu 1190 wameondoka watu 30. Sasa wameshindwa. Na hapa tulipo wanafika mwisho wa njia zao, kwa sababu wamekimbia mpaka mwisho. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiogope, tuwe imara. Sisi viongozi tuko imara, na tutazungumza hivi karibuni kwa baadhi ya mambo ambayo yametokea na kuroll out program ambayo inaendelea. Lakini tuna mipango mizuri, na wanachama wetu wale wote mnaotusikia kwa nchi nzima, endeleeni kufanya shughuli za chama. Vikao viendelee, nafasi za kuzibwa ziendelee. Dodoma wameshafanya na maeneo mengine. Kwingine kote ambako watu hawajakaa vikao kuziba nafasi, wazibe nafasi, chama kiwe full na kirudi kwenye kazi kama ilivyo. Na cha msingi kabisa ni kwamba nchi inatunga mkono. Hata watumishi wa umma wanatunga mkono. Tunaelewana? Kwa sababu na wao wamechoka kuwa kwenye mazingira ya kuonewa na watu ambao wanaharibu nchi yetu. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.